Kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari ameibua mjadala mzito na sintofahamu kubwa katika uwanja wa siasa nchini Tanzania kufuatia kuweka wazi madai mazito ya kutekwa, kushikiliwa kwa nguvu na kufanyiwa vitendo mbalimbali vya ukatili na mateso na watu wasiojulikana. Taarifa hizo zilizosambaa kwa kasi kubwa katika mitandao ya kijamii zinamhusisha mwanachama huyo wa chama tawala na matukio yanayohusu msimamo wake wa kisiasa aliyotaka kuonyesha hivi karibuni. Mwanachama huyo wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari ameeleza kuwa kisa cha kupitiwa na mkasa huo mkubwa na wa kusikitisha kinahusiana moja kwa moja na hatua yake ya kujitokeza hadharani na kumtetea makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi dhidi ya kile alichokiita kuwa ni kampeni za kuchafua na kumshambulia kisiasa katika jamii. Kupitia ujumbe mrefu na wa kina aliyoiandika na kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, kada huyo wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari alibainisha kuwa mashambulizi na mateso hayo ya kimwani na kisaikolojia yalianza mara tu baada ya yeye kutoa tamko la kuwataka watu na makundi mbalimbali kuacha mara moja tabia ya kuchafua na kushambulia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi. Kada huyo alieleza kwa uchungu jinsi gani msimamo huo wa kutetea uongozi wa kitaifa ulivyomfanya awe mlengwa na watu hao wasiojulikana ambao walimfanyia vitendo vya ukatili vilivyomwacha akiwa na maumivu makali ya mwili na mshtuko mkubwa wa kiakili katika maisha yake. Mbali na ujumbe huo wa maandishi uliotolewa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 kupitia klipu za video zilizosambazwa kwa mpangilio kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kada huyo wa Chama cha Mapinduzi alionekana akieleza hali halisi iliyompata, huku picha hizo zikionyesha athari za wazi za kimwili zilizodaiwa kutokana na mateso hayo aliyopitia. Katika maelezo yake ya kina, mwanachama huyo wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari alimwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona na kutambua hali ngumu na ya athari aliyopitia, huku akisisitiza kuwa tukio hilo limemweka katika hali mbaya ya kimwili na kisaikolojia ambayo haikuwahi kuitarajia kabisa katika maisha yake. Ujumbe huo wa mwanachama huyo pia uliambatana na maombi ya dhati kwa mwenyekiti kuisimamia na kuilinda nchi ya Tanzania dhidi ya matukio ya namna hiyo yanayostaharisha amani na usalama wa raia. Uchambuzi wa kina wa tukio hili unaonyesha kuwa sababu kuu inayotajwa na kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari kuwa chanzo cha kutekwa na kutezwa kwake ni msimamo wake wa wazi wa kisiasa unayoonyesha ama aliyoionyesha tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kulingana na maelezo yake, ujumbe aliyoandika kwenye mitandao ya kijamii uliwataka watu kuacha kumchafua makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi, jambo linaloashiria kuwepo kwa migongano ya kimitazamo au vita vya kisiasa. Kada huyo wa chama tawala anaamini kuwa kutetea jina na nafasi ya kiongozi huyo wa juu wa taifa ndicho chanzo kikuu kilichowasukuma watu hao wasiojulikana kumfuatilia na kumteka na kisha kumfanyia vitendo hivyo vya ukatili mkubwa. Athari za tukio hili kisiasa ni kubwa, kwani zimezua mjadala mpana na wa kina miongoni mwa wananchi na wadau wa siasa nchini Tanzania. Kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari anakuwa miongoni mwa watu walioibua hisia kali kuhusu masuala ya usalama wa watu wanaotoa maoni yao kuhusu masuala ya kisiasa na viongozi wa kitaifa, hasa pale wananchi na wanachama wanapojitokeza kuzungumzia au kutetea viongozi wa kitaifa kama vile makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi. Tukio hili linatengeneza hofu miongoni mwa wanachama wa vyama vya siasa na wananchi wa kawaida wanaotumia mitandao ya kijamii kueleza hisia zao au kusimamia misingi ya kisiasa wanayoiamini nchini.
Umuhimu wa jambo hili unajidhihirisha katika jinsi linavyoguza nguzo kuu za usalama wa taifa na haki za binadamu nchini Tanzania. Wanachama ama mwanachama huyo wa Chama cha Mapinduzi anaiwakilisha safu ya wanachama ambao wanajikuta wakiwa katika hatari pale wanapojiingiza kwenye mijadala inayoguza viongozi wa ngazi ya juu kimataifa. Hatua yake ya kuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuangalia hali aliyoipitia inaiweka serikali na vyombo vya ulinzi na usalama katika nafasi ya kuwajibika, kutolea maelezo na kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa madai hayo mazito yaliyotolewa na kada huyo wa Chama cha Mapinduzi. Tukio hili lina uhusiano wa moja kwa moja na matukio mengine ambapo masuala ya utekaji na mashambulizi dhidi ya watu wanaotoa maoni ya kisiasa yamekuwa yakizua maswali mengi kwenye jamii. Kwa kumtaja moja kwa moja makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchembe, kada huyo wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari amelipandisha tukio hili kutoka kwa jambo la kawaida na kuwa suala la kitaifa linalohitaji majibu ya wazi kutoka kwa mamlaka husika. Linahusiana moja kwa moja na mijadala inayoendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu usalama wa wale wanaochukua hatua za kutetea viongozi walio madarakani nchini Tanzania. Nafasi ya taasisi zinazohusika katika jamii hili ni kubwa na la kimkakati. Kwa upande mmoja, Chama cha Mapinduzi kama taasisi ya siasa inajikuta katika mtihani wa kusimamia usalama na ustawi wa wanachama wake kama kada huyo wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari, hasa pale madai yanapohusisha kutetea viongozi wa ngazi ya juu wa chama hicho na serikali kama vile makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Nchembe. Kwa upande mwingine, vyombo vya ulinzi na usalama vya serikali vina wajibu wa kisheria wa kuchunguza mazingira kamili ya tukio hilo ili kubaini waliotekeleza shambulizi hilo na kuwachukulia hatua kali za kisheria. Mazingira kamili ya tukio hilo la kutekwa na kuteswa kwa mwanachama huyo wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari, pamoja na utambulisho wa watu wanaodaiwa kuhusika na sababu za kina zilizochochea ukatili huo, bado hayajawekwa wazi kupitia taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka ya serikali au vyombo vya sheria. Hali hii inafanya ukweli wote wa madai hayo ya kada kutegemea uchunguzi rasmi utakaofanywa na vyombo husika ili kujua kama kuna mtandao wa watu walioshirikiana kumfanyia vitendo hivyo kwa sababu vya msimamo wake wa kisiasa wa kumtetea makamu wa rais. Endapo madai hayo ya kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari yatathibitishwa kuwa ya ukweli baada ya uchunguzi wa vyombo husika, matokeo ya kisheria yanapaswa kufuata, ambapo wale wote waliohusika na utekaji na mateso haya wanapaswa kuchukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi. Mpaka sasa mijadala inaendelea kushika kasi kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali nchini, huku jamii ikisubiri kuona jinsi mahakama ama mamlaka zitakavyochukulia na kulitoa ufafanuzi rasmi tukio hili linaloguza kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari na msimamo wake kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.